Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Tuko katika kipengele cha masomo yanayopatikana katika surati Yusuf. Tuko katika aya ya 7 katika sura hii, nayo ni kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin. Hakika imekuwa kwa Yusuf, yani Nabii Yusufu alayhi salatu wassalam, mwana wa Yaqub, imekuwa kwa Yusuf na ndugu zake, yani baina ya Yusuf na ndugu zake. Ayatun, kumekuwa kuna masomo ya level ya juu, kwa sababu aya ni jambo lisilokuwa la kawaida. Ayatun, masomo ya level ya juu, lisailina, kwa watu ambao wanauliza kuhusiana na maudhui ya mahusiano baina ya ndugu wa baba na mama mmoja, au baina ya ndugu kwa maana ya ujumla, kwa maana pana, au baina ya ndugu kama ilivyokuwa kwa Nabii Yusuf, ndugu wa baba mmoja mama tofauti. Kumekuwa kuna masomo mengi, sio moja. Ayatun lisailina, kwa watu wanauliza kuhusiana na habari kama hizi. Katika hayo masomo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, idh qalu la Yusuf, kumbuka waliposema hakika Yusuf, wa akhuhu, na ndugu yake. Yusuf ni ndugu yao, baba yao mmoja, lakini walipokuwa wamepishana, yani hawakuwa wamechangia mama, ikawa kuna ile hali katika nafsi zao za ile hisia, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala anatupa hisia ya kubaguana kiasi fulani kuna kupatikana baina ya ndugu ambao hawakuchangia, yani wazazi wote wawili, kwamba jambo hili lipo. Kwa hivyo wazazi wawe aware na hali hii, na kwa kuwa haitakikani kisheria, yatakikana watengeneze mazingira ya kuzuia hali hii ama kuipunguza kwa kadri ambavyo inawezekana. Na moja katika namna ya kupunguza ilo gepu baina ya hawa ndugu ambao hawakuchangia wazazi wote wawili ni pamoja na kuwalea katika nyumba moja au katika eneo moja, katika mji mmoja, watu wa zamani wakiita, yani kiasi kwamba wanakula pamoja, wanalala pamoja, wanachanganyika. Na hii tumeona hata katika boarding katika shule zinazokusanya wanafunzi wa makabila tofauti na jinsia tofauti, jinsia Kiarabu, yani watu wa mataifa tofauti, huwa wanawachanganya wale wanafunzi katika vyumba au katika madarasa, ili kuondoa lile gepu na zile hisia za ubaguzi. Kwa hivyo wazazi wawe aware, walijue hili na wajaribu kuondosha hayo magepu yanayopatikana baina yao. Hapa Qur'ani imetutajia katika sababu ambazo zinatengeneza gepu ambalo kiasili lipo katika nafsi baina ya ndugu, hata wakawa ni wa baba na mama mmoja. Angalia, idh qalu, kumbuka pale waliposema, la Yusufu, hakika Yusuf, wa akhuhu, manake walikuwa na uhakika, wameona wazi jambo hili mzazi hakutakiwa alidhihirishe. La Yusufu, hakika Yusufu, wa akhuhu, na ndugu yake, yani Binyamin, ambaye wamechangia mama mmoja, ahabu ila abina, wanapendwa zaidi na baba yetu. Yani watoto wasinoti, usiishi nao kwa muamala ambao unanoti, hilo lisiwe ni makusudio na malengo. Labda inaweza ikaonekana kwa bahati mbaya, kwa sababu mzazi anaweza kinafsi na jambo la kupenda au kuchukia liko nje ya uwezo wake,
akampenda au akawapenda baadhi ya watoto kuliko wengine, ni kwa hali tu ya nafsi au kwa sababu za msingi, labda hawa ni wema kuliko hawa, hawa wanajitahidi kuliko hawa katika kheri au katika kazi, anaona kwa hawa watoto nini ndoto njema, mustakbali mzuri kuliko kwa hawa. Inaweza ikatokea kibinadamu, na hilo swala liko ya nje ya uwezo wake, akawapenda baadhi ya watoto, lakini isiwe ni lengo lake. Ajitahidi kwa kadiri anavyoweza asidhihirishe kitu hicho, kwa sababu kinatengeneza uadui baina ya ndugu, kama ambavyo Qur'ani imesema, walisema la Yusufu, hakika Yusufu wa akhuhu, na ndugu yake, ahabbu ila abina, wanapendeza zaidi kwa baba yetu, minna, kuliko sisi, wa nahnu usbatun, na sisi ni kikundi kikubwa, yani sisi ni wengi, yani sisi ni bora kuliko hawa. Ilikuwa kama ni kumili upande mmoja, basi alalie upande wetu, sio upande wa wale. Minna wa nahnu usbatun inna abana, hakika baba yetu la fi dhalalin mubin, hakika yuko katika upotevu wa wazi. Ulama wamesema upotevu hapa ni kwa maana ya amefanya makosa, sio upotevu katika dini. Wangelimaanisha kwamba nabii wa Allah, baba yao mzee Yaqub, kwamba yuko katika upotevu katika dini, wangelikufuru kwa hilo tamko. Yani mtu akisema nabii amepotea, anakufuru. Kwa hivyo walimaanisha baba yetu kimuamala hayuko sawa. Watu wa tarbia wanataja katika mambo ambayo hatakiwi mzazi ayafanye, na akiyafanya ataleta chuki baina ya watoto, ni kama tulivyosema, kuwafadhilisha hawa kuliko hawa, kuwapendelea hawa kuliko hawa. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, waadilu baina auladikum, nafanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Ni makosa mzazi kuwafadhilisha baadhi ya watoto kuliko wengine. Kadhalika kumwambia mtoto, angalia mwenzio kafanya kadha, wewe si kama fulani, angalia fulani ana maneno kama haya. Hizi ni katika faida ambazo tunazipata kutoka katika surati Yusuf. Tunamwomba Allahu jalla jalalu atujalie ni kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.